Assalamu alaikum Dar es Salaam, assalamu alaikum Tanzania na Afrika na dunia nzima kwa ujumla. Goetz Sports, kama ilivyo ada yetu, tunaendelea kukuhabarisha habari mbalimbali zilizoshika vichwa vya habari za kimichezo, lakini kubwa zaidi kama unavyojua fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika imeweza kutamatika na bingwa akijulikana kwamba ni RSB Berkane. Kwanza kabla ya yote Bwana mchambuzi, mara baada ya kipindi kirefu lakini tumerudi tena, habari za wakati huu? Bwana, habari ni njema kabisa, Mungu anajalia. Of course miezi mbili imepita sasa, lakini tukutana tena, Mungu ana bless kwa kweli. Naam, twende moja kwa moja kwenye jambo ambalo nafikiri linafuatiliwa kwa kasi zaidi katika mitandao ya kijamii na katika tasnia ya michezo kijumla. Kombe la shirikisho barani Afrika limetamatika na fainali ilikuwa kati ya timu mbili, RSB Berkane pamoja na Simba Sports Club. Tukianza kabisa kuangalia mchezo uliochezwa jana, ambapo timu iliyowakilisha nchi ya Tanzania ambao ni Simba Sports Club tunasema kwamba katika uwanja wa Amani Stadium walikuwa wakikipiga pale dhidi ya RSB Berkane. Mchezo ulikuwa ni mzuri sana ukija kufuatilia, licha ya kwamba Berkane wamebeba kombe, lakini Simba imeonekana ni miongoni mwa timu iliyocheza mchezo mzuri sana. Je, Simba ana chochote cha kujutia kutokana na hii fainali kuchezwa ndani ya nchi yao na kushindwa kutoa hili kombe? Kwanza sidhani kama Simba ana nafasi ya kujutia baada ya kupoteza ubingwa huu kwa RS Berkane. Of course tunapoongea RS Berkane, cha kwanza kabisa tunakuwa wa kweli na wawazi. Berkane ni bingwa wa Morocco, na katika moja ya nchi ambayo barani Afrika mpira wake uko juu sana kwa sasa ni taifa la Morocco. Tunafahamu kabisa kwamba hata World Cup iliyopita kule Qatar ni nchi pekee ambayo Afrika kwa mara ya kwanza waweza kuingia nusu finali ya kombe la dunia. Lakini pia RS Berkane nafikiri wana finalisti wa msimu uliopita kama nakumbuka 23 24 ambao walipoteza dhidi ya Zamalek. Lakini pia kama nakumbuka vile mwanzo kabisa ambapo tuliweza kudiscuss tukasema kwamba timu tatu bora katika michuano hiyo mwaka huu ya shirikisho ilikuwa ni Simba, Berkane pamoja na Zamalek. So Simba sidhani kama wanaweza kujutia baada ya kuuzi finali, kwa sababu kwanza nafikiri matumaini yao makubwa kwanza ilikuwa kufika hatua ya semi-final. Of course tumefahamu kwamba kwa miaka hivi karibuni wamekuwa wakishia quarter final bado na kipindi wale wenzao majirani zao wakaita mwaka robo. Kwa hiyo wao kufika semi-final ilikuwa ni hatua kubwa sana katika historia ya klabu yao, lakini pia wakaenda mpaka finali wakaweza kupoteza kwa RS Berkane. Of course mechi ya kwanza kule Morocco kwa 2-2 na hapa jana tumeshuhudia. So sidhani kama Simba wanataka kujutia, zaidi wanataka kujifunza na kuendelea kupambana, angalau kama msimu ujao wakienda kwenye Champions League waweze kufanya vizuri zaidi, lakini sidhani kama watakujutia baada ya kuwa wamepoteza mechi hii dhidi ya RS Berkane. Ukijaribu kuuliza baadhi ya watu na wana michezo waliokuwa wakifuatilia mchezo huu kabla ya mechi kuanza, kuna baadhi ya matukio ambayo yalitokea. Tukio mojawapo kubwa lililotokea ni kwamba lilileta taharuki. Ni mara baada ya mechi ya pili CAF kupanga kwamba haitachezwa tena Benjamin Mkapa Lupaso na imepelekwa kuchezwa moja kwa moja Amani Complex kutokana na sababu ambazo wao walizitaja wanazozijua wao. Hili swala lilileta mkanganyiko mkubwa sana ndani ya klabu ya Simba. Tukaona baadhi ya viongozi wakijaribu kurepost na kujaribu kureply baadhi ya vitu kuhusiana na tamko hilo na vitu vinginevyo, na hata viongozi katika pre-match wanasema kabisa kwamba walijaribu kufight vile wanavyoweza ili kuleta mechi kwa Benjamin Mkapa. Lakini haikuweza kufanikiwa. Je, unafikiri kwamba hii mechi ingechezwa Benjamin Mkapa chini ya mashabiki zaidi ya 1060 Simba wangenufaika na labda matokeo yasingekuwa kama yalivyotokea? Of course ilikuwa ni hoja kubwa sana. Kwa nini mechi ya pili imeenda kuchezwa Amani na sio Temeke pale kwa Benjamin Mkapa? So tunajua kabisa katika mpira wote, katika mpira miguu kuna kitu kinaitwa home ground advantage. Yaani hiyo kitu ni kubwa sana kwenye mpira wa soka, unajua. So unaweza kuona kwamba Simba akicheza Benjamin Mkapa ameweza kupata matokeo mazuri sana, amepata matokeo makubwa na ameweza kushinda mechi ambazo zilizotokana ni ngumu sana Benjamin Mkapa. So hatua moja kwa moja ya CAF kusema kwamba mechi kachezwe Amani Complex kwa Zanzibar kwa namna moja ama nyingine iliwaathiri sana Simba, kwa sababu sasa ilifika hatua tena viongozi wa Simba wakiongozwa na msemaji wao Ahmed Ally wakaanza tena kushawishi mashabiki wanunue tiketi upya. Unajua tayari tiketi kishaanza kuuzwa Dar es Salaam, wanunue tiketi upya wamesema washabiki wao wajitokeze uwanjani wajae, kwamba pengine wanayofanya kwa Mkapa watafanya wapi? Watafanya pia Zanzibar. Lakini mwisho wa siku tunasema kwamba kwa sababu tu ni viongozi walikuwa kwa namna yote lazima wafanye kila kitu, lakini katika la kawaida nyuma ya kamera ilifika viongozi wenyewe walikuwa disappointed sana
kuna kucheza Amani. Of course tunafahamu kabisa kwamba Amani ni watu 15,000, ni almost mara 4 ya uwanja Benjamin Mkapa. So game kucheza Amani Complex Zanzibar na Benjamin Mkapa kikweli nafikiri kwa namna moja nyingine kumeathiri Simba kwa kiasi kubwa sana. Nafikiri tumeweza kuongelea game ya Simba ilikuwa game tough sana jana, kucheza vizuri sana. Hasa imagine wanacheza Zanzibar kwa watu 15,000, wangecheza kwa Mkapa watu 60,000 ingekuwaje? So tunashumu kwamba wangecheza Mkapa, tunaamini matokeo yangekuwa mazuri zaidi ya waliopata. Of course mwisho wa siku tunasema kwamba rais wa kafu sidhani kama wanafanyia sahihi sana Simba. Alitakiwa asimame bwana, kila mtu acheze nyumbani kwake. Yaani fanya wanavyofanya Simba, wafanye wanavyofanya, uwanja wao tayari kwanza katika mechi ya finali. So mwisho wa siku akashindwa na kwenda kucheza Zanzibar, na to be honest imewaathiri sana Simba, na ndio maana hata matokeo yao yameweza kuwa kwa mlai ambao tumeona hapo jana. Tukienda moja kwa moja baadhi ya matukio yaliyotokea katika mechi hiyo ya finali. Kuna tukio limetokea na watu waliliona, kwa wale ambao walipata faida ya kuangalia kwenye television. Ni ugomvi ulitokea wa Kamala dhidi ya Bwana Ngoma, walibishana pale. Lakini tukio lingine ambalo limejaribu kuongelewa sana ni tukio la red card aliyopewa mtu mmoja anaitwa Kiungo Chuma Yusuf Kagoma. Je, tuseme kwamba ilikuwa ni sahihi? Kwa sababu kama siakosea dakika ya 34 mpaka 36 ni kama alipewa kadi ya njano, baadaye akaja akapewa straight red card. Mchezo ulivyokuwa unaendelea dakika 50 tu. Dakika ya 50 tu mara baada ya kipindi cha pili kwanza. Je, kwa upande wako wewe na jinsi unavyolitazama soka la Afrika, ilikuwa ni kadi sahihi nyekundu? Kadi ya pili ya njano ambayo ni sahihi? Nafikiri of course ukiangalia ile tukio, mimi niliangalia sana tukio zaidi hata mara 10. Niliangalia sana ile tukio. Unajua katika moja mtu anasema kwamba kwenye mpira especially mechi kama hizo ambazo ni crucial game ambazo za maamuzi lazima uwe na akili nyingi sana. Ndio maana tunasema kuna wakati mwingine lazima maamuzi uwe na sheria moja inaitwa invisible law, yani hekima na busara, kwa sababu kwa siku mechi kama hizi unaweza kufanya tukio moja kama hilo ni karibu mechi nzima, na wakajikuta kwamba wengine wameweza kuathirika, kwa sababu kimsingi mtu na Yusuf Kagoma viungo bora kabisa katika klabu ya Simba na pengine wachezaji bora miongoni mwa wachezaji bora wa Simba anapata red card. Unategemea nini kinatokea? Of course anamwacha Ngoma peke yake pale katikati, anafanya nini? So kuendelea kwa Kagoma nafikiri kuna namna kubwa sana kumeathiri Simba kuweza kupoteza ile game. Of course Simba mzavili sana, na hata baada ya pale kumbuka bado kwa pungufu, lakini mzavili sana. Sasa imagine kwamba wamekuwa wa kamili 11 ingekwaje? So ile red card, to be honest, achilia bado kwamba ni Mtanzania, kwamba Simba ni ya Tanzania, lakini bado nasema kwamba ile red card sidhani kama ilikuwa ni red card. Afrika ni mapema sana, dakika 50 ni kama vile ni kipindi kizima chote walicheza wako pungufu. So mtu asiku maamuzi kama yale ambaye yanatokea kama yale ndio wanaleta doubt kwa watu wengi sana. How is it possible, imekuaje? Au maamuzi alikuja na matokeo yake mfukoni. So mtu asiku red card kwa maoni yangu sidhani kama ilikuwa red card sahihi sana, ilikuwa red card sahihi sana, na mtu asiku maamuzi nafikiri kama ataweza kama binadamu au kama alikuwa chapanga, sidhani kama ilikuwa red card, na kwa namna nyingine, kwa namna moja sana inaweza kuathiri Simba sana kwa upande mkubwa sana. Mwamuzi huyu anaitwa Beida kutoka Mauritania. Nafikiri ndiye aliyechezesha pia mechi ambayo ilijaribu na imebaki kwa kwenye historia, mechi kati ya Yanga dhidi ya Mamelodi ya quarter final, ambapo lile goli la Aziz Ki ambalo baadaye watu wakaja kusema goli, wengine wakasema sio goli. Anyway tukaacha, lakini mara ya pili amekuja tena kumuumiza Doto. Huyu mwamuzi ameonekana bado anachezesha mpira wake, lakini kuonekana kwamba kuna mapungufu mengi. Hii inapelekea kwamba baadhi ya watu waanze kuamini kwamba inawezekana kuna maamuzi kutoka juu, kama unavyofikiria Mosepe yupo pale juu, rais wa Berkane ndo makamu mwenyekiti bwana Feruza I think kama sikosea. Je, tuone kwamba kuna baadhi ya mechi kwamba inaonekana kwamba waamuzi kama hawa ndio wanaopangiwa, au tuseme ni nini hasa mapungufu ya muamuzi kama huyu hapa? Mwamuzi kuna doubt ambazo zinatokea. Unasema je, mwamuzi huyu kweli akuingia na matokeo au hajapata maelekezo kutoka juu? Tukirefaa hiyo tukio la mechi ya Yanga dhidi ya Mamelodi last time msimu juzi, unakumbuka ile goli ilivyoingia, watu wanamwambia bwana kaangalia naye kwenye VAR wewe ujiridhishe ni goli ama sio goli, lakini hakwenda. Unaelewa? Mechi ya jana pia the same. Alienda kwa nini kuangalia? Pia kwenda. Sasa maamuzi kama yale ambayo yanatokea, maamuzi unashindwa kwenda kwenye VAR kuangalia, kujiridhisha mwenyewe, kuamua kwamba ni goli ama sio goli, kuamua kwamba ni red card ama sio red card, kuamua kwamba ni foul ama sio foul. Ni vitu ambavyo vinakuja vinaleta utata
kwa watu wengi sana, kwamba pengine hao waamuzi wanaingia na matokeo ya mfukoni, kwa sababu kufuatilia vizuri sana Mauritania pamoja na Morocco si watu ambao wako mbali sana, ni majirani sana wale mabwana. Lakini pia ukiangalia wote wale pale, ukiangalia maamuzi wa jana walikuwa ni Mwarabu na wale pia bwana wale walikuwa ni Waarabu. So ni kama vile kuna chemistry fulani ambayo inatokea katika muunganiko huo. Lakini pia ukiangalia kwa system nzima ilivyokuwa, unaweza sema maamuzi alikuwa upande mmoja sana, upande wa Bekane akishapa maelekezo kwamba tunatokea watu washinde. Na katika mwisho wa siku, ndugu mtangazaji, soka letu la Afrika kupiga hatua ni ngumu sana, kwa sababu mwisho wa siku Bekane tayari ameonekana na machampioni wa shirikisho. Tunacheza na finali ya Super Cup na mbingwa hizo kati ya Mamelodi ama nani ama Pyramids, ndio. Lakini kwa siku tunapotoka sasa hapa tunakwenda kushiriki klabu bingwa dunia, ndio ambapo tunakuwa na changamoto kubwa sana katika vitu vya bara la Afrika, sababu kwa siku tunapita katika mazingira ambayo yanaacha watu wengi midomo wazi sana, kwa hivyo ni kweli alistahili. Hatukatai. Kwa mfano tukirejea kwa juzi pia mechi ya Champions League bara Ulaya kati ya FC Barcelona na International Milan, mechi ya pia kule Giuseppe Meazza San Siro, Inter anashinda 4-3. Ile maamuzi ile Polish wamemfungia, wakasema kwamba pengine mechi alivyochezesha ilikuwa sahihi sana, wakamfungia. Sasa haya mambo ya doubt nyingi sana yanatokea kwa waamuzi wengi sana hata baada. Lakini sasa je, tumechukua waamuzi wetu wanachukuliwa tu baada ya Afrika, unafanyaje? Kwa sababu kama hapo maagizo wewe au is it possible unaweza kuchukua maamuzi. So mwisho wa siku maamuzi yanabaki kwa maamuzi watu wengi sana, na matokeo yakishatokea siku zote hawezi yakapingwa, yatabakia vile vile. Na kama unavyojua kwamba masuala ya soka yapelekwe mahakamani, yanamalizika ndani ya soka, vyama vya mashirikisho mbalimbali ya soka na vyama. So maamuzi Mauritania alikuwa baya sana kwa mechi ya jana dhidi ya Simba na nao Bekane. Okay, tukiachana na hayo mambo tuangalie Simba. Ukiniuliza kwa upande wangu, ni timu ambayo imeleta surprising package kubwa sana katika michuano hii ya shirikisho. Ukiangalia wa Simba walisema kwamba mwaka huu wanatengeneza timu, lakini timu hiyo ndio ambayo imefanikiwa kufika mpaka finali kwa mara ya pili tangu mwaka 1993. Tutarajie Simba ya msimu ujao itakuwa ni Simba ya aina gani? Je, wataendelea kubaki na hawa wachezaji wao au wataboresha zaidi au wataendelea kusema kwamba tunatengeneza timu? Kwa upande wako unategemea Simba ya aina gani? Ukizingatia kwamba Simba kwa jinsi ligi inavyoenda mpaka sasa ilipofika ni itaenda kuwakilisha michuano ya Champions League. Tutarajie kwamba wataenda na surprising package hii au watakuja kivingine? Kama ulivyosema hapo, ni kweli wanadai wao wanatengeneza timu, lakini timu yao ambayo wanatengeneza imecheza finali ya shirikisho bara la Afrika, iko semifinal ya CRDB Cup Tanzania, lakini pia inagombea ubingwa dhidi ya Yanga kwenye ligi kuu Tanzania bara. So wachezaji wengi wakibaki, nafikiri wanaweza kufanya vizuri sana msimu ujao, lakini kwa sasa kuna tetesi kwamba kuna janchazi au kuna sema wanahitajika, wanataka kuondoka, unajua so ukiamua tena timu ambayo imeanza kuja kwa msimu huu itakuwa ni ngumu sana kurejea kwenye piki ambao wamefikia kwa sasa. Lakini kwa sasa Simba Sports Club wamefanya vizuri sana, na kama tulivyoongea hawa wakasema kwamba kwa level ya Simba ili asidaiwe na timu asidaiwe Tanzania, inabidi angalau at least afike finali ya shirikisho bara Afrika, na amefanikiwa kufika hapo. Na sasa kama na deni lote kwa Tanzania, anashika kila mpira aliocheza jana. Mwisho wa siku timu ya siku Gomoa ni timu nzuri sana, lakini pia kocha na nimesikia pia wale wa Saudi wanahitaji tena Fadlu. Sasa maana yake utakuwa kila mwaka anajenga kila mwaka, mwisho siku atakuwa fikiba. So timu inahitaji kuwa madhubuti sana waweze kufanya vizuri. Mwisho siku ndio kama ndugu zao kaka zao ya Dar es Salaam Africans sasa wanamuza mtu kama Ziki moja muhimu sana kwenye klabu. Mwisho siku mnapiga hatua nyuma, kwa sababu katika mpira of course mpira ni biashara, lakini kuna wakati ambao wachezaji wako muhimu zaidi inabidi wa protect waendelee kwa nao, at least waendelee kufanya vizuri huko mbele sasa. So kama Simba Sports Club watafanikiwa kumbakiza Fadlu Davis na wachezaji wao wote na wakabadhi kufanya maboresho machache sana, nafikiri msimu ujao unaweza kuwa historia kwao katika Champions League bara Afrika, michuano ambayo mara nyingi wanaishia kota. Nafikiri next season wanaweza kufanya vizuri katika kwenye semifinal kama wakibarikia na timu hii ambayo mwisho wa siku tumeona imefanya vizuri katika michuano ya shirikisho bara Afrika kwa msimu 24-25. Kama Simba watabaki na hii timu, basi wanaweza wakafanya vizuri zaidi katika michuano ya shirikisho, michuano ya klabu bingwa katika msimu unaofuatia. Lakini bado kuna mambo mbalimbali ya kimichezo ambayo yanaendelea. Hatua ya pili ya finali ya klabu bingwa ya Pyramid ya Mamelodi, hatujajua bado bingwa ni nani kwa sababu kutoka kwa suluhu ya pacha. Lakini pia tukumbuke
ligi ya NBC inaendelea kushika kasi na baadhi ya timu zikiendelea kucheza, na wale wenye vipolo kama Simba wana kipolo chao dhidi ya Singida na mambo mengineyo mengi yakiendelea. Wakufurahi wamefurahi, wale wakuchukia wamechukia. Mpaka wakati ujao, usichoke kusubscribe na kucomment na kulike. Mimi ni Elia Mwandenuka nikiwa pembeni na Senior Masa, lakini nyuma ya kamera tunaye Mika Jeremiah na tunavalishwa na Kilonzo Shop. Kwa hiyo watu wote mnakaribishwa kwa ajili ya mambo mbalimbali. Mpaka wakati ujao, bye.